Karibu msikilizaji, tupate kufahamishana, lakini pia tupate kuelewa yale ambayo yameweza kutokea katika taifa la Tanzania. Kumbuka kwamba hichi ni kituo chako nambari moja ambacho kinahakikisha kwamba kinapata kukutaarifu na kukupatia maelezo ya taarifa ambazo zinatokea nchini Tanzania. Sasa msikilizaji, karibu nipate kukufahamisha kuhusu taarifa ambazo nimezipokea siku ya leo, na pia tupate kuzichanganua zaidi ili tupate kuelewa kwa kina kwamba ni kipi kinatokea. Sasa chama cha CCM msikilizaji, ni chama tawala nchini Tanzania, na chama hichi ndo kimeweza kutoa baadhi ya viongozi wengi katika serikali ya Samia Suluhu. Chama hichi msikilizaji kimekuwepo mamlakani ama tangu kizaliwe kimekuwepo kwa zaidi ya miaka 49 mradhi, ambayo wamekuwa wakisherekea kutimiza miaka hiyo. Lakini pia chama hichi kimejizolea uongozi katika miaka mingi kuwepo mamlakani. Sasa tofauti ambazo zimeanza kutokea ni kutokana na wanachama wa chama hichi ambao wameanza kuona kwamba viongozi ama uongozi wa chama cha CCM umeanza kupoteza utu, jambo ambalo limeweza kusababisha kwamba baadhi ya viongozi wa chama hichi waanze kuwasilisha hoja ya kurekebisha chama hicho ama kukitupilia mbali chama hicho kwa sababu kimeanza kupoteza utu katika uongozi wake. Sasa msikilizaji, chama tawala bila shaka ndo kinaweza kutoa mielekeo ya matukio yanaweza kufanyika katika taifa. Bila shaka chama kinapataga ushawishi kwa sababu chama ndo kama nguzo ya kutia viongozi mamlakani. Kwa hivyo lazima viongozi wapate kuzingatia kanuni za chama na uongozi inavyopaswa, kwa sababu wakati mwingine watakapoweza kurejea kwa wananchi wataweza kutumia sera za chama ile ili kupata kuomba kura tena kutoka kwa wananchi. Kwa sababu hiyo lazima basi waweze kuhakikisha kwamba sera za chama zimepata kulindwa. Sasa msikilizaji, wanachama wa chama hichi cha CCM kupitia kwa mbunge mmoja aliyechaguliwa kwa tikiti ya chama cha CCM amepata kupeleka taarifa katika bunge la kitaifa na kuomba chama cha CCM kiweze kurejesha utu katika kuhakikisha kwamba ama katika maslahi ya wananchi. Wakati tunaomba kura tulikuwa na kauli mbiu kwenye kampeni yetu, utu, kazi na utu. Kauli mbiu haikuja bahati mbaya. Katika imani tatu za Chama cha Mapinduzi mojawapo ni utu wa binadamu. Kwa hiyo haikuwa bahati mbaya, na mimi nataka kukiomba chama changu kuanzia mwanzo hapa tunapoanza mipango ya utekelezaji wa dira, hili swala la utu liwe wazi, tulione moja kwa moja kwenye mipango ya serikali. Tukienda kwenye machinga tuone utu, tukienda kwa wakulima tuone utu, tukienda kwenye matendo ya vyombo vya dola tuone utu. Tukimumunya maneno CCM itaondoka jamani. Tuisimamie swala la utu liwe sehemu ya kacha yetu. Mwalimu alituambia serikali kwa asili yake ni chombo cha mabavu. Wanaweza kuregulate hili ni chama kupitia bunge, mabaraza ya madiwani, lakini na vikao vya chama vyenyewe. Nataka kuomba na CCM tusimumunye maneno kwenye swala la serikali kuthamini utu wa binadamu, kwa sababu ndio imani ya chama chetu, na tusione aibu kuisimamia macho kwa macho ili tusonge mbele. Lakini nakushukuru sana. Nikiweza kunukuu taarifa yake, aliweza kusema kwamba CCM tumepoteza utu. Naomba chama changu tuwe na utu. Ifikapo katika matendo ya vyombo vya dola
tuwe na utu. Ifikapo katika baraza la madiwani na kupanga shughuli za serikali, tuhakikishe kwamba tuna utu. Tusione aibu au uoga kusimama na ukweli. Haijawa bahati mbaya kwamba tupo uongozini sasa hivi. Msikilizaji, taarifa hii inakuambia kipi? Kwamba baadhi ya viongozi katika chama cha CCM, elewa kwamba msikilizaji, mtu unapojiunga na chama cha kisiasa unaweza kujiunga kwa sababu ya kuweza kuona kwamba kinaweza kukupatia nafasi ya kupata ama kunyakua kiti fulani, na kwa hivyo ukaweza kujiunga bila tu kuingia katika sera za chama hicho na kupata kuelewa zaidi kwamba anamaanisha kipi. Lakini sasa baada ya viongozi wengine kuona kwamba chama hichi kinaanza kupoteza utu, wameweza kuzungumzia hapa matendo ya vyombo vya dola. Bila shaka msikilizaji, ni matendo ya vyombo vya dola katika siku za hivi punde nchini Tanzania yameweza kushuhudiwa yakitekeleza mauaji ya halaiki nchini Tanzania, cha kwanza, lakini pia wakiweza kushiriki katika vitendo viovu kwa wananchi. Kwa mfano msikilizaji, polisi ndio wamehusika katika kuwateka, katika upotezaji, lakini pia katika kusambaza uoga kwa wananchi. Bila shaka vitendo hivyo msikilizaji vinaonyesha kwamba utu umewatoka. Na bila shaka msikilizaji, ikiwa viongozi waliopo serikalini kupitia chama hicho sasa hivi wameanza kuona kwamba sera za chama hichi zinaanza kupotoka na wameanza kusawishi uongozi wa chama hicho kuweza kuhakikisha kwamba wamepata kurejesha utu katika kufanya vitendo mbalimbali kwa maslahi ya wananchi. Jambo lingine lililoweza kutokea katika ujumbe wa bwana huyu akiweza kuzungumza katika jumba la kitaifa, aliweza kusema kwamba viongozi wa chama cha CCM tusiweze kuwa na uoga kusimamia ukweli. Elewa kwamba msikilizaji, viongozi ambao ni makatili msikilizaji, wakitaka kuhakikisha kwamba unawasikiliza, watafanya kitendo ambacho cha kwanza kitakusababishia uoga, na hicho kitafanya kwamba wengi kati yenu wasiweze kuzungumza. Wapo wale watakaohisi kwamba tuzungumze, tunyamaze, sisi tunapata riski yetu na kwa hivyo haijalishi. Wapo wale watakaofikiria kupata muhula wa pili kupitia chama kile kile, na wakaona kwamba tutakapozungumza hatutaweza kupata tikiti katika chama cha CCM, na kwa hivyo tunaweza tukakosa kupata nafasi ya muhula wa pili, na kwa hivyo wakanyamaza. Lakini wapo wachache ambao wanahisi vitendo vibaya kwa wananchi havifai, na kwa hivyo wanachukuaga nafasi yao na wanasahau ama wanajisaulisha kuogopa ili wapate kuzungumza kwa niaba ya wananchi. Na baadhi ya viongozi kama hawa msikilizaji ndio wameweza kupasa sauti na kuweza kusi uongozi wa chama hicho kupata kurejesha utu katika masuala mbalimbali. Ameweza kuzungumza akasema kwamba viongozi wa CCM wanapoketi kwenye baraza la madiwani, katika kauli wanazozitunga na maelekeo wanayoweza kutoa kwa wananchi, yaweze kuzingatia utu ule ule waliuzingatia wananchi wakiweza kuwateua kuwawakilisha katika majumba ya kitaifa na katika nafasi za udiwani. Kwa hivyo kila ambacho ameweza kuwasihi ni kwamba waweze kuhakikisha kwamba binadamu wamebaki binadamu. Kwa hivyo kila kitendo ambacho kinatendewa binadamu kiweze kuwa na utu. Msikilizaji,
Bila shaka tumeweza kushuhudia matukio mengi tangia Oktoba 29 mwaka 2025, matendo ambayo bila shaka ni ya kikatili na hayakuweza kuzingatia utu wa kibinadamu, lakini pia matendo hayo yalionyesha vitendo visivyojali maisha hata ya binadamu, na kwa hivyo ni jambo chema limeweza kuanzishwa na bwana huyu. Bila shaka viongozi wa aina hiyo wakiendelea kuibuka, basi tutaweza kuhakikisha kwamba inazaliwa Tanzania bora. Hebu msikilizaji, endelea kutufuatilia kwenye comment section ama kwa kutia subscription, itaweza kuhakikisha kwamba unazipata video zetu punde tu tunapoweza kuzipakia katika ukurasa huu. Lakini pia ni kuombe utakapopata muda zaidi upate kushare baadhi ya kanda zetu kwa vikundi vichache, ili tuweze kuendelea kuijenga familia kubwa zaidi. Jina langu ni Presenter Guton, nipo hapa kila siku kuweza kuhakikisha kwamba unapata uchambuzi wa kina, lakini pia kuhakikisha na kusogeshea karibu taarifa ambazo zinaibuka siku hadi nyingine. Hakikisha umepiga subscription, tuendelee kupata, tuendelee kuzungumza.